Mafundisho ya Kiislamu katika Qur'ani na katika hadithi ni sawasawa na msitu mnene kabisa. Kwamba Muislamu ni mfano wa mtu ambaye yuko ndani ya huu msitu ambaye amepotea. Na haya mafundisho kwa kupitia aya za Qur'ani na sura zake pamoja na hadithi za huyu Muhammad ni kama muongozo wa kukutoa ndani ya lile chaka au ule msitu mnene ili kufikia barabara au kuifikia mji au kijiji ambacho kitakupa nusura. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba kwa Waislamu hakuna Muislamu ambaye hata anayefuata kwa usahihi kiasi gani mafundisho ya Qur'ani na mafundisho ya Muhammad anaweza kusema kwa kujiamini kwamba sasa ninaamini kwamba mwisho wa siku nitairithi mbingu. Hili katika Waislamu halipo, na Muislamu hakuna hata mmoja anaweza kusema hili. Namna pekee kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu ambayo Muislamu anaweza kuhakikishiwa pepo ni kufa kishahidi, yani kufa katika jihad. Sasa katika Uislamu tunaambiwa kwamba Muhammad ndio kipenzi cha huyu Mungu anayefahamika kama Allah kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu. Lakini pia mbali ya kwamba huyu Muhammad ndio kipenzi cha Allah, lakini pia inasemekana kwa mujibu wa mafundisho na mapokeo ya Kiislamu kwamba Muhammad ndio mfano bora kabisa wa wanadamu, na Waislamu wanaelekeza macho yake kwa Muhammad ili kujua nini cha kufanya ili pengine waweze kuirithi mbingu. Lakini mbali ya hayo pia Waislamu wanafundisha au wanatuambia kwamba baina ya manabii wote na mitume waliowahi kutokea kabla ya Muhammad ni Muhammad pekee ambaye ndio kipenzi cha huyu Allah. Lakini tunapokwenda katika Qur'an, hasa hii sura ya 46 ya kwenye Qur'an, tunakutana na aya ambayo inakatisha tamaa kabisa. Kwa mfano, aya hii ya 9 hii ya sura ya 46 ya kwenye Qur'an inasema hivi, na hili ni neno, hii aya ni Allah mwenyewe anamwambia Muhammad aseme. Aya hii inasema hivi: sema, mimi si kiroja katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa mimi wala mtakavyofanywa ninyi. Sifuati ila yaliyofunuliwa kwangu, na sikuwa mie lolote ila ni mwonyaji tu ninayedhihirisha. Allah anamwambia awaambie wanadamu kwamba yeye, yani Muhammad, hajui atakayofanywa yeye, hali kadhalika hajui itakalofanywa kwa hawa wafuasi wake. Hii ni kauli ya kukatisha tamaa kabisa kwa Muislamu, na hii inaonesha jinsi gani yeye mwenyewe Muhammad hakuwa na hakika na hatima yake, na hana uhakika hatima yake kwa sababu hana uhakika na yale anayofundisha au yale ambayo anamwambia Allah, kwamba pamoja na kwamba ni kipenzi cha Allah lakini ni kukatisha tamaa kabisa. Yeye mwenyewe hajui nini kitatokea. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huyu Muhammad hatakiwi kuwa mfano wa kuiga, hatakiwi kuwa uongozi, kwa sababu kama nilivyosema kule, maana yake mafundisho yake ni sawasawa na msitu mnene ambao kila mti kule ndani ni kama uelekeo ambao aidha utakupeleka kwenye barabara au utakupotoa. Sasa leo ndugu yangu Muislamu, nataka nikufundishe jambo, jinsi gani Bwana yetu Yesu Kristo alivyokuwa tofauti kabisa na Muhammad, na jinsi gani Bwana Yesu ni kiongozi ambaye alikuwa anafahamu fika njia yake, anafahamu anakwenda wapi, anafahamu anaenda kufanya nini, na anafahamu tukimfuata hatima yetu itakuwa nini. Na kusomea kutoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 1 mpaka wa 6. Anasema hivi, haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo akikaririwa na mwinjili Yohana. Anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Hili ni cha kwanza anasema kwamba mkimwamini Mungu na mkimwamini mimi, hichi ndicho kinakuja kinachofuata. Anaendelea, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Bwana Yesu anachosema hapa ni kwamba anaita kwanza mbingu kwa ni nyumba ya Baba yake, na anasema hii nyumba anasema kwamba mna makao mengi, na anasema kingine hapa kwamba kama sivyo ningaliwaambia, kama kungelikuwa
huku kwenye nyumba ya baba yake hakuna makao ya kutosha, basi angeliwaambia. Na anaendelea anasema, maana anakwenda kuandalia mahali. Bwana Yesu anasema anakwenda mbinguni kuwaandalia wafuasi wake mahali. Anaendelea katika mstari wa 3, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Anasema si tu kuwa anakwenda kuandalia mahali, lakini pia atarudi kuwachukua, ili kwamba alipo yeye nasi tuwepo wafuasi wake. Yule yote ambaye anamwamini Bwana wetu Yesu Kristo, hii ni mojawapo ya ahadi kubwa kabisa ambayo huwezi kuikuta kwa namna yoyote kwa Muhammad na kwa Allah katika kitabu chake cha Qur'an, au maneno ya namna hii huyapati katika hadithi kwa namna yote vile. Anaendelea kusema, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Hili ni swali ambalo Tomaso alikuwa kidogo anachanganyikiwa kwamba huyu anakwenda wapi, lakini akaona bora amuulize. Bwana Yesu anamjibu, anasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mambo kadhaa hapa. Bwana Yesu anamjibu kwa kujiamini. Kwanza anajiita yeye ndiye njia. Jambo moja la kufahamu ndugu yangu Muislamu, neno njia unapolitafsiri katika lugha ya Kiarabu, njia ni dini. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema yeye ndiyo dini, yeye ndiyo njia, yeye ndiyo mwenye dira ya kuonyesha kule anapokwenda kwa Baba yake. Anasema jingine katika hilo, anasema na kweli. Tazama tofauti hii. Anasema hiyo kwamba mimi si tu ni njia, lakini pia ni kweli, lakini pia jambo jingine analisha, na pia ni uzima, kwamba ndani kwa Bwana Yesu ndio tunakupata uzima. Hili ni jambo la kukaa kutafakari ndugu yangu Muislamu. Haya ni maneno Bwana wetu Yesu Kristo anayoyasema miaka 600 kabla ya kujitokeza huyu mtu anaitwa Muhammad, ambaye anasema hajui kitakachompata yeye wala hajui kitakachokupata wewe Muislamu. Na hivi anayosema Muhammad ni Allah anamshurutisha aseme hivyo. Mbali ya hii, na kwenda kusomea maneno kutoka katika Injili ya Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 25 mpaka wa 30. Hii ni Injili ya Mathayo, nayo pia tutaona tunaenda kumnukuu Bwana Yesu. Anasema, wakati ule Yesu akajibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Jambo moja hapo ambalo Waislamu wanapokuja katika kuisoma Biblia na kuona maandiko ya Biblia, wengi wao wanakuwa wanatafuta makosa. Na hapa Bwana Yesu anachotuambia ni kwamba mambo haya ni Baba tu ameamua kuwafunulia watoto wachanga na kuwaficha wale wenye hekima na akili. Maana yake ni nini? Bwana Yesu anasema hapo ni kwamba ili huyu Baba wake wa mbinguni akufunulie, lazima uende kwake kama mtoto mchanga. Usiende mbele za Mungu ukiwa kama vile ni mjuaji. Na hili ni tatizo kubwa sana ambalo Waislamu wengi wanalo. Wanapokuja kufungua Biblia, wanaanza kusoma katika kutafuta makosa, katika kutafuta ukinzani, katika kutafuta hoja za kwenda kuwafedhehesha Wakristo. Hawa ndio wanaoitwa wenye hekima na akili, ambao Mungu anawaficha. Unapoisoma Biblia hii kwa nia kutaka kuona ukweli, hakika na kuhakikisha ndugu yangu Muislamu, ukweli utauona na Mungu atakugusa. Bwana Yesu aishi hapa anasema hivi, naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Hivi ndivyo anavyotaka Mungu iwe, ndicho anachomaanisha Bwana Yesu. Anaendelea tena akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Bwana Yesu anachosema hapa kwamba yeye ni mwenye mamlaka. Baba yake wa mbinguni amekwisha mpa mamlaka yote. Anapozungumzia hapa mamlaka, haeki mpaka. Mamlaka mojawapo anazungumzia katika, nilipokusomea kule Yohana, anasema yeye ndio njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba kwa njia isipokuwa kwa njia yake. Maana yake ni kwamba swala la mwanadamu kuingia mbinguni liko kwake peke yake. Yeye ndio mwenye mamlaka ya kuamua nani atakayeingia mbinguni. Si Muhammad, si Allah, si kiumbe kingine chochote kile ndugu yangu. Ni Bwana Yesu Kristo peke yake. Na anakuambia yeye peke yake ndio anayemjua Baba. Na yeye ndio ambaye sasa hivi ana mamlaka ya kuamua nani amfunulie Baba kwake. Ndugu yangu Muislamu, ninachojaribu kuambia hapa katika mstari huu ni kwamba Bwana Yesu yeye peke yake ndio mwenye uwezo wa kumfunua Mungu katika
moyo wa mwanadamu yoyote yule. Leo hii ukitaka umjue Mungu, ukitaka upate kufahamu siri za Mungu, hakuna namna nyingine ila kwenda mbele za Bwana wetu Yesu Kristo na kumuomba kwa moyo na kumuomba kwa imani akufunulie. Na hakika nakwambia Bwana Yesu ni Mungu ambaye ni mtimiza ahadi, atalifanya hilo. Muhimu tu uende kama anavyosema kwamba uende kama mtoto mchanga, lakini pia uende kwa imani. Jambo jingine tunakutana nalo hapa ni mstari wa 28 huu. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huu ni mmojawapo mstari binafsi ninaupenda sana katika Biblia. Fikiria Bwana Yesu anasema njooni kwangu nyote, habagui, nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu habagui, anatuita sasa, anatuambia twende kwake kama tumeelewa na mizigo. Na anapozungumzia mizigo, habagui ni mzigo aina gani. Wanadamu tuna mizigo mingi. Kuna shida za mapepo, tuna shida ya maisha, kuna shida ya mateso, kuna shida ya maradhi na mambo mengine kama hayo. Haya yote Bwana Yesu anaita mizigo, na yeye peke yake ndo atatupa pumziko. Hii ni hadi ambayo Wakristo wengi ambao wameshika imani watakwambia wazi, wote tumeshushwa mizigo mingi sana. Haina maana kwamba hatutapata shida, lakini tunapata pumziko pamoja na matatizo yote. Kwa Bwana Yesu peke yake tunapata amani na pumziko. Haishii hapo, anatuambia tena, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Hapa tunachokiona Bwana Yesu anajua yeye ni mtu wa aina gani. Ndio maana anataka sisi kwamba tunahitaji kuiga kwake. Tumeona katika Qur'ani ile sura ya 46 aya ile ya 9, tunaona Allah mwenyewe anamwambia Muhammad kwamba waambie wewe hujui utafanywa nini na hujui wao watafanywa nini. Lakini Bwana Yesu hapa anatuambia hakika anataka tukajifunze kwake. Na tunapoenda kuangalia maisha Bwana Yesu Kristo, ni mtu peke yake mkamilifu. Hata Qur'ani hii katika sura 19 aya 19 inamsema wazi kwamba huyu ni mtu aliyekuwa mkamilifu. Na ndio maana anasema yeye ndio anafaa kujifunza kwa sababu yeye ni mnyenyekevu na pia ni mpole. Anamalizia kwa kusema, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nira, kwa ambao wanafahamu kuhusu magari ya punda au magari ya kukokotwa na ng'ombe, ni ule ubao ambao unakaa kwenye shingo ya punda au unakaa katika shingo ya ng'ombe. Kwamba anasema nira yangu ni laini, kwamba tunapokwenda kwa Bwana Yesu Kristo mizigo yetu inabebeka, haituumizi shingo, sheria zake zinatekelezeka. Uislamu umejaa maelfu ya sheria, kuanzia kuingia chooni, kuanzia unapolala, kuanzia kila kitu ni sheria. Ni mzigo mzito unaochosha. Lakini Bwana Yesu Kristo anasema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sheria ya Bwana Yesu Kristo ni nyepesi sana, ni mbili tu, ya kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Haya mambo mengine yote anatuambia wazi hayana maana yote katika wokovu. Ndio maana na wakati fulani wa Mafarisayo na Masadukayo walivyokuwa wakimchallenge Bwana Yesu kuhusu swala la mambo ya kula, akawaambia kinachoingia kinywani kutoka na kwenda chooni hakimpi mtu unajisi. Unajisi unatoka katika moyo wako. Kile ambacho unakiwaza juu ya mwenzako, jirani yako au mtu aliyokuzunguka ndicho kinachokupa unajisi au kinachokupa ukamilifu, si kinachokula kinywani mwako. Uislamu umejaa sheria chungu nzima ambazo hazina maana yoyote katika wokovu. Na hii ndio Bwana Yesu anaita mzigo mzito. Njoo kwake, atakupa mzigo mwepesi unaobebeka. Na mzigo huu hautakuvunja shingo yako, ndugu yangu Muislamu. Tafakari maneno haya. Lakini kama mara zote ninavyokuambia, wito wangu tu, kwa kuwa unaniangalia kwenye video hii kwenye simu yako janja, unaweza kudownload hizi Injili ukajisomea mwenyewe katika lugha ambayo kwa wewe inakuwa ni rahisi kuifahamu. Iwe ni Kiswahili, iwe Kiingereza, ziko pia Biblia Kichaga, Kinyakyusa mpaka Kimasai. Kutegemea na lugha ambayo kwa wewe unaona ni nyepesi kuifahamu, hata kwa Kiarabu. Download hii video, soma uweze kuona ahadi za Bwana Yesu Kristo zilivyokuwa tofauti, uweze kuona uzuri wa Bwana Yesu Kristo, uweze kuona namna gani Mungu huyu anampenda mwanadamu. Upendo wake ni wa pekee kiasi kwamba akakubali kutoa mwili, akafa msalabani, lakini hakuishia kaburini.
kama ilivyo kwa Muhammad ambaye kasa yeye huyu bado mpaka sasa yuko kaburini. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo baada ya siku ya tatu akafufuka na sasa yuko mbinguni anatuombea kwa Baba yake, ili siku moja nasi tuweze kuirithi hii mbingu kama alivyotuahidi. Ametuandalia makao na anatamani katika kumwamini kwake siku moja aje atuchukue tukae naye. Mungu akubariki sana.